Serikali inatarajia kuweza kuanza rasmi mchakato wa zoezi zima la bima ya afya kwa wote, ambapo kila Mtanzania anapaswa ama atalazimika kuwa na bima ya afya ili tu kuweza kupata matibabu. Hatua hii inakuja ikiwa ni ahadi ambayo ilitolewa na Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo aliahidi ataanzisha mchakato wa bima ya afya kwa wote ndani ya siku 100 za mwanzo, huku tayari mchakato huu unatajwa kuwa umekwisha anza. Studioni hapa tunaye Saidi Makora ambaye ni mratibu wa elimu kwa umma kutoka mpango wa taifa wa bima ya afya kwa wote. Tutafahamu mengi hapa leo kutoka katika ule mpango wa taifa wa bima ya afya kwa wote. Saidi, karibu sana. Asante sana. Jisikie huru, jisikie nyumbani. Ndani ya Crown Media tunasema hapa ni nyumbani. Kwa hivyo karibu na ujisikie nyumbani pia. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Mara yangu ya kwanza kufika hapa. Ni burudani tu. Karibu sana. Haya, huyu ni Saidi ambaye unamsikia sasa hivi. Yuko hapa kwa ajili ya kutupatia elimu ya kutosha kabisa kuhusiana na mpango mzima wa bima ya afya kwa wote. Saidi, moja kwa moja bila kupoteza wakati, mimi nataka kufahamu kwanza, tunapozungumzia mpango wa bima ya afya kwa wote, huwa tunalenga kitu gani hasa? Asante sana. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutupa siha njema. Lakini pia binafsi kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Afya na katibu mkuu wangu, tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutubeba. Kusema kweli, miaka hii mitano sekta ya afya ndio kipaumbele. Kwa sababu ukikumbuka wakati Mheshimiwa Rais anazindua kwenye kampeni zake pale Kawe, mojawapo vipengele 10 alivyovitaja, 3 vya kwanza vyote ni vya sekta ya afya. Kwa hiyo tunamshukuru. Nadhani sisi hili kwetu inaenda kuwa ni historia kwenye jambo hili, na kikubwa sana kama ulivyouliza, jambo ambalo alitaja Mheshimiwa Rais ni kuanza kutekeleza sheria ya bima ya afya kwa wote, ambayo ni mchakato umeanza wa muda mrefu tangia wakati wa Mheshimiwa marehemu John Pombe Magufuli mwaka 2015. Chama cha Mapinduzi kilielekeza serikali kuja na mfumo ambao utaweza kuwa jumuishi wa kuwafanya wananchi wote waweze kulipia huduma za afya kabla ya kuugua. Kwa mchakato ulianza ni wa muda mrefu, tumekuja mpaka 2020, 2021, 22, 23 hatimaye ndo kazi hii ilifanikiwa. Kwa maana tunawashukuru waheshimiwa wabunge ndo walipitisha sheria hii ya bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo na Agosti tarehe 16 ndo ikaanza kutumika kama sheria ya kwanza katika historia ya nchi yetu ya bima ya afya kwa wote. Sheria hii inalenga nini? Sheria hii inalenga kuwajumuisha wananchi wote kwenye mfumo wa bima ya afya. Wananchi wanakumbuka kwamba tumekuwa na mifumo tofauti ya kuwajumuisha wananchi wa tofauti kwenye kuzipata huduma za afya. Watu wanakumbuka kuhusu utaratibu uliokuwa unaitwa Community Health Fund, au sisi tunaita mfuko wa afya ya jamii CHF, ambao wananchi walikuwa wanalipa 30,000 huko kwenye halmashauri zao huko vijijini na mjini, kwenye halmashauri za wilaya zao, wanapata huduma kwenye eneo wanakoishi pale. Ukiwa na kadi hiyo ukihama kwenda wilaya nyingine ilikuwa haifanyi kazi. Baadaye tukaboresha kidogo mwaka 2018, mtu akawa anaweza kutoka mkoa mmoja kwenda kwenye mkoa mwingine, kutoka kwenye wilaya kwenda kwenye hospitali ya mkoa. Lakini bado haikutupa manufaa makubwa sana. Lakini 2001 kwa wale waliokuwa wanaajiriwa serikalini, ikawa ni sasa ni kwamba wananchi wote watumishi wote wanaojiunga kwenye ajira rasmi serikalini wanakatwa kiasi fulani kwa ajili ya bima. Nakumbuka nilikuwa sijaajiriwa, lakini nilikuwa nasikia kutoka kwa babangu wakilalamika, bwana, serikali bwana inatukata bwana shilingi ngapi kwa ajili ya bima. Yaani walikuwa hawataki hivi. Mtu anataka hela yake yeye ndo aende hospitali kwa ajili ya kwani inaumwa kila siku. Lakini kadiri watu walivyoenda wanazoea, hamna mtumishi yeyote sasa hivi unaweza kumwambia bwana, serikali bwana itakuwa inakupa hela taslimu ukajilipie mwenyewe matibabu. Hamna mtu anaweza kukubali kabisa. Kwa hiyo hayo yote, changamoto za kwenye mfuko wa CHF, changamoto za kwenye bima nyingine, zote hizo zimetufanya mpaka sasa hivi tunavyoongea, kabla ya sheria kwanza kutumika, tuna 15%, kwa maana ya kwamba wale waliojiunga wananchi ambao hawako kwenye ajira rasmi ni 6% ya wananchi wote Tanzania milioni 61 ndio wamejiunga kwenye CHF.
tuna asilimia 8 ya watumishi wote wa umma na mashirika mengine ya wananchi wote ambao wana bima ya afya. Kwa hiyo ukijumlisha ni asilimia 15. Ni watu hawafiki hata milioni 15. Ni ndogo sana. Milioni kama 8 hivi ambao wananchi waliojiunga kwenye bima ya afya. Maana yake ni nini? Una kundi la kubwa sana, asilimia 85 ya Watanzania wote hawako kwenye mfumo rasmi wa bima. Kwa ina maana huyu mtu akiugua lazima awe na cash mfukoni ndo aende kupata matibabu. Sasa kwenye uchumi hili ni hatari. Ukiwa na wananchi ambao kundi kubwa kama hilo wanatoa fedha mfukoni kwenda kugharimikia huduma za matibabu, ina maana hawa watu wanaenda kuwa maskini. Kwa sababu isivyo bahati, huwezi dada Samira huwezi kujua kwamba mwezi ujao mimi nitaumwa ugonjwa wa shilingi 5,000. Kwa hiyo nitaweka akiba ya shilingi 5,000 kusudi ikifika huo mwezi ujao nitakavyoumwa malaria yangu nitaenda kutumia. Hujui lini utaumwa ugonjwa wa aina gani na utakugharimu kiasi gani kabisa. Kwa hiyo ni lazima tuwe na mfumo thabiti ambao mtu anaweza kupanga kwenye maisha yake ya kila siku, kujiwekea akiba kupitia utaratibu wa bima wa kugharimikia huduma za afya yake. Kama ilivyo kwenye bima nyingine za magari, huwezi kuikatia gari yako au chombo chako cha moto bima au nyumba baada ya kuwa imeungua au baada ya kuwa imepata ajali. Kwa hiyo principle ni ile ile. Hata kwenye huku tunataka sheria hii inaweka ulazima wa kila mwananchi kujiwekea utaratibu wa kuwa na bima kabla ya kuugua. Kwa hiyo hilo ndo Dasamila, kwamba hilo ndo jambo kubwa ambalo limezingatiwa katika sheria hii ambayo sasa inalenga kuwajumuisha wananchi wote. Uwe na uwezo, usiwe na uwezo, unakaa mjini, unakaa kijijini, ili mradi wewe ni binadamu unahitaji huduma za msingi, na hizi huduma ili kusudi uweze kuzipata ni lazima uwe na bima kabla ya kuugua. Hiyo ndo bima ya afya kwa wote, na hiyo ndo sheria yetu ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi kwamba ndani ya siku 100 atakuwa tumeanza kuitekeleza, na ninapoongea sasa hivi maeneo mengi yameshaanza kutekelezwa. Mfano, utayari wa kutayarisha vituo vyetu vyote hasa vya umma. Tunajua wote vituo vyetu vya umma vya serikali vilikuwa havivutii sana wananchi kwenda watu kwenye vituo vile, mazingira yenyewe, lakini kwa sasa tunapoongea mazingira mengi yameboreshwa. Vinavutia kwa maana ya upatikanaji wa dawa, vifaa na vifaa tiba, wataalamu, zile vifaa tiba vilivyokuwa, mfano tunapozungumzia sasa hivi mambo ya ultrasound. Zamani kwa ukienda kwenye hospitali ya serikali, mtu mama anaenda ultrasound kafanye kwenye kituo binafsi, alafu ndo analeta ripoti huku ndo aweze kupima kujua kwamba anaendeleaje ujauzito wake. Sasa hivi ultrasound ni kwenye kituo cha level yote. Ukienda hata kwenye kituo cha kata ambako na hospitali za wilaya na vituo vingine, ultrasound ni kitu ambacho ni cha kawaida. X-ray ni kitu cha kawaida, CT scan ni kitu cha kawaida, MRI ni kitu cha kawaida, na vifaa vingine vya uchunguzi na ugunduzi wa magonjwa na hali za kiafya za watu ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo haya ni maboresho ambayo yanatusukuma sasa kuhakikisha kwamba wananchi sasa, hizi huduma ambazo zimeboreshwa na serikali, sasa wananchi ni muda mwafaka wa kuzitumia. Huduma za afya ni ghali. Huduma ya afya ni tofauti na kwamba ni kama mchicha, kwenda sokoni utakuta mchicha labda leo fungu anauza 100, kesho anauza 50. Kwenye afya ni tofauti. Ni kitu cha tofauti. Tunaposema huduma ya afya kwa wote, kwa lugha nyepesi kabisa Saidi, tunamaanisha nini? Bima ya afya kwa wote maana yake ni utaratibu ambao mwananchi atachangia huduma za afya kupitia mfumo wa bima kwa kukata kadi yake ya bima kupitia kwenye mifuko ya bima za afya. Ima inaweza ikawa za serikali au za watu binafsi. Hapa namaanisha nini? Kampuni zote wanazozijua zinazotoa huduma za bima ya afya na mfuko wetu wa taifa wa bima ya afya NHIF watakuwa wanasajili wananchi kwa kiwango cha shilingi 1,500,000 kwa mwaka kwa watu 6 kwenye kaya, ili waweze kupata huduma za matibabu ndani ya mwaka mzima bila kutumia keshi wanapoenda kwenye kituo cha afya. Kinacholengwa hapa ni kwamba mtu alipie bima kabla ya kuugua na afaidike yeye na mwenza wake, na maana kama ni mke au mme, na wazazi wake na wakwe zake kama na wakwe, watoto wake wa kuzaa, lakini pia watoto wa kuasili,
au watoto wa kambo ambao unaweza kuwa umeolewa, Samila umeolewa na mimi hapa, lakini huko kwenye ndoa yako ya kwanza ulikuwa na mtoto, naweza na mimi nikamlipia bima akawa ni sehemu ya mtoto wangu. Lakini na ndugu yako wa damu ambaye ana umri usiozidi miaka 21. Kwa hiyo kwa ufupi hiyo ndo bima ya afya kwa wote. Lakini kitu cha muhimu sana kwenye hao wanufaika niliowasema, ambao mwananchi yeyote ambaye anatusikiliza, tuna aina mbili za watu watakaonufaika kwenye sheria hii. Wa kwanza, aina tatu. Wa kwanza ni wale watu wasiokuwa na uwezo. Sheria hii inawatambua watu wasiokuwa na uwezo, ambao sasa kwenye hili ni kazi ya serikali kuwatambua wananchi wote ambao tunasema, zamani kwa tunatumia vitu ambavyo sijajua kama ndio vigezo vinavyotumika. Unasema bwana, wanaishi chini ya $1. Ina maana huyu mtu au anaishi kwa mlo mmoja. Kwa hiyo sisi tumezoea kula, ngao siku hizi watu wa afya wanasema sio lazima kula mara 3. Na kula mlo mmoja pengine ndio afya zaidi. Ndio afya zaidi. Sasa wale ambao kigezo kile kwamba wanaoishi kwenye wanayokula mlo mmoja kwamba ndio maskini. Kwa hiyo sasa wale watu kwa mujibu wa wa taarifa ya NBS takwimu mkuu wa serikali mwaka 2022 inaonyesha kwamba tuna Watanzania karibu milioni 15 mpaka 16 ni maskini. Na maskini hawa ni kwamba ni maskini wale unasema maskini wa kipato hoi hai, kwamba hawezi kumudu mlo wake hata mmoja mwingine ni shida. Kwa hiyo hawa walikuwa wanatambuliwa na TASAF na serikali na wasaidia kuwapa maisha ya kila siku. Sasa kwenye afya pia tutatumia mfumo huo huo, wanatambuliwa wananchi hawa wasiokuwa na uwezo, majina yao yanaletwa Wizara ya Afya kupitia kwenye TASAF, TAMISEMI, Wizara ya Maendeleo ya Jamii na serikali za mikoa na yani tawala za mikoa na serikali za mitaa wanashirikiana kuwatambua hawa na kuleta majina yao. Tunapoongea mpaka sasa hivi tuna jumla ya kaya kama milioni 3 kama laki 9 hivi na 17 za kaya maskini, lakini sisi tutaanza na kaya laki 9. Kwa hiyo hawa tutawatambua na kuwapa na kuwakatia bima ili kusudi kuondoa ile changamoto ilikuwa kwenye vituo. Mtu akiumwa lazima upite kwenye dirisha la ustawi wa jamii. We ni nani? Mimi naitwa Said. Una shida gani? Nataka naumwa, nataka kutibu lakini sina uwezo. Sasa ustawi wa jamii mpaka aje kuna maswali anamuuliza marefu mpaka aje kujua kwamba huyu kweli ni maskini, hana uwezo. Huyu unamcheleweshea pia huduma matibabu. Badala yake huyu mtu tunamtambua kuanzia pale nyumbani kwake. Kwa hiyo jamii nayo mzunguka na serikali hizi ndio mnamtambua, alafu jina lake linaitwa Wizara ya Afya, tunamkatia kadi. Sisi tunampa fedha NHIF, anamkatia kadi, anampelekea kadi. Akiumwa anakuja kwenye kituo bila kuuliza swali jingine lolote wala unatoka wapi na nini. Yeye ni kuja tu kwenye kituo, anaonesha kadi yake, anapewa huduma. Alafu sisi serikali tunamlipa NHIF, anaenda kukilipa kituo kilichomlipa mwananchi. Yuko Nkasi huko kijijini, ameenda kwenye kituo fulani, alikuwa anaumwa sijui jicho, ametibiwa, amepona. Sisi bila hata kujua, sisi tunampa NHIF. Yule mtu tuliyemtambua kipindi kile si yupo hapa leo, amekuja anaumwa, ameenda kwenye kituo fulani. Kwa hiyo sisi tunampa kituo fedha, na kituo uzuri tunampa fedha hizi kabla ya yeye hataja umwa. Tunakipelekea kituo. Kwa hiyo ile changamoto ilikuwa mtu anaenda anasema leo nimeenda huduma hamna kwenye kituo. Kama nimeenda yani nimeenda pale yani nimepata panado tu, yani dawa hata hamna, lakini kadi ninayo. Sasa changamoto kuziondoa zile ni kwamba sasa tunazipa fedha vituo vyote, zahanati mpaka hospitali ya wilaya. Tunawapa fedha in advance. Serikali inawapa fedha in advance. Wenyewe wanasubiri wale watu waumwe au wasiumwe, kwa sababu kuna mambo mawili, kuna kuumwa na kutoumwa. Lakini tunachotaka sisi, mtu mwananchi huyu asiyekuwa na uwezo akipata changamoto yoyote ya kiafya asianze kuombaomba mahali kuna kuhangaika. Aende moja kwa moja. Hao ni mtu aina moja waliofaidika. Hao ni watu wasiokuwa na uwezo. Umetajia aina 3 hapa. Wa pili sasa ni hawa ambao mimi ambao tuko serikalini na kwenye mashirika ya umma na mashirika binafsi ambako serikali ina hisa 30%. Sitaki kuyataja hapa, lakini wanajijua. Wale wote sasa hao wanakatwa moja kwa moja kwenye mishahara yao bima ya afya. Kwa hiyo kwao inakuwa ni lazima moja kwa moja. Ukiajiriwa tu yeyote, uwe mwalimu, uwe askari, uwe mwanajeshi, uwe benka, uwe nani, siji unafanya kazi ni mwandishi kwenye afisa habari, afisa nini, yeyote ukiingia tu serikalini au kwenye shirika la umma au shirika binafsi ambako serikali ina hisa kuanzia 30%, watajiunga moja kwa moja. Hao sasa hatuna shida nao, kwa sababu nakata moja kwa moja kwenye mshahara. Kundi la 3
ni wananchi sasa wengine waliobaki walio kwenye sekta isiyo rasmi au na sekta binafsi nyingine ambayo inajiendesha yenyewe kama Crown hapa. Kwa hiyo CEO hapa anaweza kusema mimi watumishi wangu wote mimi watajiunga kupitia kwenye kampuni, kwenye NHIF au kwenye mfuko mwingine wowote, na nitawakatia mimi kitita ambacho nahitaji. Sasa kitita cha muhimu ambacho ungependa yani Watanzania yeyote awe Dar es Salaam awe mjini, sheria imetaja kwamba kutakuwa na vifurushi vya aina 3. Kwa hiyo nadhani kwenye wanufaika nimewataja wote watatu leo. Wananchi wasiokuwa na uwezo, wale ambao wameajiriwa kwenye mashirika ya umma na serikali pamoja na mashirika binafsi ambako serikali ina. Kwa hiyo wote sheria inawatambua kwamba hawa watakuwa na bima moja kwa moja automatically baada ya kuwa wameajiriwa. Lile lingine ambalo wakundi ambao wasiokuwa na uwezo tunalichukua sisi serikali moja kwa moja, tunawatambua na kuwapa bima. Kwa hiyo wananchi wote wanaonisikiliza sasa hivi vijijini, mjini, we kama unaingia kwenye kundi la watu wasiokuwa na uwezo wanaotambuliwa na TASAF, jiandae kwamba mfuko wa taifa bima ya afya utakuja huko kijijini uliko, utakusajili na kukupa bima, na wewe utakuwa kazi yako ukijisikia unaumwa una changamoto ya kiafya unaenda kwenye kituo cha afya. Sasa sheria hii, hilo ni masuala watakaonufaika. Eneo la jingine ambalo ni muhimu sana, sheria hii imeweka vifurushi vya aina 3. Sheria imeweka vifurushi vya aina 3 kwamba kutakuwa na vifurushi vya aina 3. Kifurushi cha kwanza ndo msingi wa sheria hii, kinaitwa kifurushi cha bima ya afya kwa wote. Sisi kwenye sheria tunakiita ni kitita cha bima ya afya kwa wote. Hii ndo tunasema yani tunasema kadi yako ile ndo itakuwa huduma utakazozipata, na hizi huduma ni zile ambazo ni za muhimu na ni za msingi na ni haki ya kila Mtanzania, mgeni na mkazi yoyote ambaye atakuwa anaishi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu sheria inasema hata mtu ambaye atakuja, mtalii anayekuja kutembelea Tanzania akiishi hapa kwa siku 30 lazima aweke utaratibu, yani by the time anakuja kutembelea nchini kwetu lazima akifika airport au kwenye sehemu yoyote ambako anaingilia Tanzania watamuuliza utaratibu wako wa matibabu utakapokuwa Tanzania ni upi, tuoneshe kadi yako. Kwa anaweza kuwa amekata insurance ya huko nchini kwake au nchini hapa kutegemea na wakala ambaye wa utalii ambaye amemuingiza hapa nchini. Kwa hiyo mtu yoyote, mkazi yoyote wa Tanzania lazima awe na bima ya afya. Sheria inaweka ulazima huo. Kwa hiyo imetengeneza vitita kwamba mtu yoyote atakayekuwa Tanzania lazima atapata kitita cha bima ya afya kwa wote. Yaani tunasema kifurushi. Kama unavyosikia NHIF anataja vifurushi Serengeti, Ngorongoro, nini. Hivyo ni vifurushi. Sisi sasa kwenye vifurushi hivyo tumeongezea kifurushi kimoja ambacho sasa ndo msingi ambao wa sheria hii kuanzishwa, kwamba utakuwa na kitita kimoja ambacho itakuwa ni haki ya kila mwananchi au Mtanzania, atakipata akiwa hapa nchini na atakipata akiwa kwenye vituo vyote. Kituo chochote atakachoenda, kiwe kijijini kiwe mjini, ni lazima kituo chochote cha afya cha binafsi na cha umma lazima kitoe kitita hiki. Kwa hiyo mtu asiende na kadi yake akasema hii kadi yako bwana hapa sisi hatuipokei. Kwa hiyo sheria inaondoa hicho kitu, badala yake inaweka kitita cha lazima ambacho kila mtu ni lazima, kituo chochote cha afya cha serikali au cha binafsi lazima kitoe. Lakini pia kampuni yoyote ya bima inayotaka kutoa huduma za bima ya afya, sheria hii inamlazimisha ili uweze kusajiliwa, labda jina linanitoka Samira. Kwa hiyo Samira, ukitaka kusajili kampuni yote ya kutoa insurance, hasa kwenye health insurance, ukitaka ili usajiliwe, na hapa sheria imeanzisha mamlaka ya kusimamia hizi bima, kwa sababu bima ya afya ilikuwa haina msimamizi. Kwa hiyo sasa sheria imemtambua mamlaka ya usimamizi na udhibiti wa huduma za bima, TIRA, ambaye anasimamia na za magari sijui nini, moto na nyingine zote, kwamba ndio atakayesimamia na hii, ili aweze kukusajili wewe kama kampuni ya bima ya afya. Ni lazima kwenye vifurushi vyako utakavyoenda, kwa sababu package yangu nitakuwa na kifurushi hiki na hiki na hiki. Cha kwanza ambacho ili kusudi sharti upate usajili, ni lazima iwe na bima bima ya afya kwa wote, ndio waweze kusajiliwa. Kwa hiyo kwa maana hii ni kwamba na kituo kingine chochote ili kiingie mkataba na kampuni ya bima ni lazima kiwe kinatoa nini? Kinatoa hiki kifurushi cha bima ya afya kwa wote. Maana yake ni nini? Tunaweka uwiano wa upatikanaji wa huduma maeneo yote nchini, na ndio maana ya huduma ya afya kwa wote, bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba hiki kifurushi kitapatikana kuanzia zahanati pale kijijini na Njilinji kwetu
kituo cha kata yoyote hapa nchini, hospitali ya wilaya yoyote, hospitali ya mkoa yoyote na hospitali ya... Sasa kwa mwananchi anaweza kuchagua, kwa sababu sisi wananchi wengi tunavyosema Tanzania wote kwenye takwimu zetu tukiwa tunaangalia wananchi mahali gani ambako wananchi wanapata huduma kwa wingi, zahanati mpaka hospitali ya wilaya pale halmashauri ya wilaya yoyote, na Mtumbo sijui nini Ukerewe wapi, wilaya zote zile, kati ya wananchi 100 ukihesabu mwananchi mmoja mpaka 100, kati ya hao 180 wote shida zao za afya zote zinaishia kwenye hospitali ya wilaya. Asilimia 20 tu ndo wanagawanywa sasa kwenye mkoa na hizo hospitali nyingine kubwa kubwa tunazozijua, sijui KCMC, sijui wapi Bugando na Muhimbili. Kwa hiyo inatupa nafasi kwamba wananchi wengi wanahudumiwa kule kwenye chini, na sisi huko ndo tumeweka nguvu. Kwa hiyo kule tumemwachia mwananchi, popote ukijisikia tu umeamka unasikia kichwa kinauma, kama hospitali ya wilaya iko karibu yako, wewe wala usihangaike kwenda kwenye zahanati huko chini, nenda pale kwenye hospitali ya wilaya na kadi yako. Kwa hiyo ukiwa umeshakata kadi yako ya 150, wewe na watu wako wengine 5 kwenye familia, muda wowote unaweza kupata huduma sehemu yoyote. Lakini kwenye hospitali ya mkoa kuja huku juu, hospitali za kanda na hizo hospitali za taifa kama Muhimbili na nyingine, JKCI na nyingine, huku tunaweka utaratibu ambao tunaita utaratibu wa rufaa. Daktari atakuangalia kwamba je, kwa ugonjwa huu ulionao sisi hapa nadhani unatakiwa tukupeleke mbele. Lakini bado utaenda na kadi yako hiyo. Lakini ule ugonjwa tukiona sasa ugonjwa ulioumwa unazidi kwenye kifurushi chako, sasa hiyo inakuwa ni kazi ya serikali na itaangaliwa ni ugonjwa gani huu ambao wewe unafanyaje unaumwa. Mfano kwa kwenye sheria hii na Mheshimiwa Rais alitaja magonjwa kama ya kisukari, pressure, saratani, magonjwa yote ambayo sio ya kuambukiza yanayowasumbua wananchi yote, figo, haya yote yatagharimikiwa na serikali. Magonjwa ya kuambukiza ambayo ya mlipuko, mfano wakati wa COVID unakumbuka, wakati wa Marburg Kagera. Kwa yale magonjwa yote yanayosumbua wananchi kwa pamoja, yale ya milipuko, yale yote ya fedha zinalipwa na serikali kupitia kwenye mfuko. Lakini niseme tu kitu kizuri tu ambacho wananchi lazima wakifahamu. Wanasema serikali mnapanga hayo yote, fedha mtazitoa wapi za kugharimikia hayo mambo yote? Mwingine alikuwa ananiuliza, mfano sijataja kitu kimoja, anasema umetaja kwamba kitita hiki kitagharimu shilingi 1.5 kwa watu 6 kwenye familia. Sawa, watu wako wa familia watu 6, 1.5 kwa mwaka. Huduma sasa zilizojumuishwa mle ni huduma 372. Ni huduma nyingi sana ambazo hazimwachi mtu yeyote. Mtu anauliza sasa, mtaweza kweli? Mbona huduma ni nyingi? Mtu mwingine anauliza na mama kujifungua na yenyewe imo? Namwambia imo. Sijui nini ugonjwa figo, sijui kusafisha figo imo? Namwambia na dialysis, naambia na yenyewe imo. Saratani hao wanaohangaika Ocean Road na wenyewe wamo, nikasema wamo. Sasa hao tunawalipia sisi serikali. Mheshimiwa Rais alitaja. Kwa hiyo yale sasa mfuko pia kumeanzishwa sasa gharama za kuwahudumia haya magonjwa ya watu yasiyoambukiza, pamoja na hiki na hawa watu wasiokuwa wanaweza, fedha zake zinatoka wapi? Sheria imeelekeza serikali kwenye kutenga fedha kupitia vyanzo mbalimbali. Bunge lilituelekeza na sheria imesema kwamba kutakuwepo na vyanzo maalum ambako fedha zitatolewa na kuwekwa kwenye mfuko maalum ambao utagharimikia watu wasiokuwa na uwezo, magonjwa sugu na magonjwa ya mlipuko. Kwa hiyo fedha zitakuwepo. Kwa hiyo wananchi kazi yao ni kukata bima, kwenda kukata kadi zao. Unanipeleka spidi kweli kweli. Mambo ni mengi mno na yote ni ya muhimu na msingi. Kila unalolizungumza ni la muhimu, na bidi ni kuachia nafasi ulidadavue kwa nafasi ili watu wapate kuelewa uzuri. Wakati tunazungumza haya na ukitueleza kwamba watu wasiwe na pressure fedha zipo, maana zitapatikana kwa utaratibu huo uliotueleza hapa. Sheria hii ambayo nataka kufahamu tu kwamba inasimama peke yake au inajumuisha na sheria ya ule mfuko wa taifa wa bima afya NHIF, kwa sababu hii NHIF ni mfuko ambao ulitrendi kwa kweli, watoto wa mjini wanasema, lakini ulipwaya kutokana na sababu nyingi ndani yake ambazo watu walikuwa haziwaridhishi. Wengine kama ulivyosema hapa, kukosa huduma. Mtu anakwenda pale anaambiwa dawa hizi huwezi kupata, huduma hii huwezi kuipata. Sasa hebu tueleze hii sheria inasemaje? Ndio, kabla ya hapo ina maana kulikuwa na sheria mbili. Sheria ya mfuko wa afya ya jamii ya mwaka 99
na ambayo ilirekebishwa mwaka 2018 na sheria iliyoanzisha mfuko wa taifa wa bima ya afya. Kipi kimebadilika? Nadhani ndio swali lako. Nini hii sheria inaongeza nini cha tofauti? Kwa hiyo sheria inaongeza vitu nilivyovitaja kama vitano. Jambo la kwanza, sheria hii inaweka ulazima tofauti na ilivyokuwa huko kwenye sheria nyingine ya mfuko wa taifa bima ya afya, ilianzisha mfuko wa taifa bima ya afya na CHF kwa maana ya mfuko wa afya ya jamii. Lakini swala la pili, inaweka utaratibu wa kuwatambua watu wasiokuwa na uwezo ambao nimeshawataja, ni msingi wa sheria hii. Lakini swala la tatu ni swala la kuwa na vyanzo maalum vya kugharimikia watu wasiokuwa na uwezo, ni swala la msingi katika sheria hii. Swala la nne ni swala ambalo tunasema ni la kuanzishwa kwa skimu za umma, ambao sasa ndo nimesema. Sasa hapa ndo sheria ulioniambia kwamba ni sheria peke yake au inasimama na sheria nyingine. Kwa hiyo kwa sheria hii inautambua mfuko wa taifa wa bima ya afya kama skimu ya umma au kampuni ya bima ya afya ya umma au ya serikali. Lakini pia inaanzisha sasa skimu na sheria. Jambo jingine la tano ni swala la vitita. Sheria hii inaweka vifurushi sasa. Ndio maana nikasema inaanzisha kifurushi kimoja ambacho ni haki ya kila mtu. Kwa hiyo sasa NHIF kwenye hili yeye anatajwa tu kama mfuko wa umma, lakini pia zinatajwa skimu nyingine, kwa maana ya kwamba kutakuwepo na kampuni nyingine binafsi za bima zitakazokuwa na zitakazoruhusiwa na serikali na sheria hii zenye vigezo ambavyo vitasimamiwa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za bima nchini TIRA, kuweza kutoa huduma za afya, huduma za bima. Kwa maana hiyo sasa, kinachopendeza sasa kwenye sheria hii ya bima ya afya kwa wote, inaenda kuweka ushindani. Inaenda kuweka nini? Ushindani kwenye kampuni mbalimbali ambazo zitakuwa zimesajiliwa, kwamba kila mtu atajipambanua jinsi anavyoweza kutoa huduma hizi, atakavyoingia mikataba na vituo vya kutolea huduma za afya, ili kadi yake ndio iweze kutumiwa na mwananchi kwenye kile kituo kilichoingiwa mkataba. Kwa hiyo jambo zuri ambalo wananchi wajiandae nalo, kwamba kampuni za kuwepo nyingi, lakini sisi tunayoipigia chapua hapa ya kwetu ya serikali ni mfuko wa taifa ya bima ya afya, ambako sasa itakuwa ni kampuni ya serikali, ambao sasa hii itawajumuisha, itatusimamia sisi walioko serikalini, itasimamia wale walioko kwenye NHIF, itatusimamia wale ambao wako kwenye kampuni binafsi lakini ambao serikali inahisa 30%, lakini itawasimamia kundi la watu wasiokuwa na uwezo. Wananchi wengine waliobaki, wenzangu bodaboda, mama ntilie, sijui wasanii, wavuvi, wakulima, wachimbaji wadogo na wengine wajasiriamali wote walioko Kariakoo na huko kwetu Karagwe na Msimbo huko na wapi na Nanjilinji, wale wote watachagua sehemu ya kujiunga, sehemu ya kukata bima yao. Muhimu hapa ni kwamba ni lazima kila mwananchi kuwa na utaratibu wa kukata bima, kuzipata huduma za afya kabla ya kuugua. Haijalishi unatumia kampuni gani, mradi uwe na kadi ya bima ya afya ambayo utaitumia kwenda kupata huduma za afya kwenye kituo chochote kilichoko na karibu nawe, ambacho kitakuwa kimeingia mkataba na hiyo kampuni ulikokata bima ya. Sasa mimi nikurejesha sasa katika vifurushi hapa. Ndio. Mtuambia kuna vifurushi vya aina tatu. Kwa hiyo cha kwanza ambacho kila Mtanzania atakuwa na haki ya kupata huduma hizo, na kitatolewa shilingi 100,000 na 50,000. Kifurushi kinachofuata hapa ni cha namna gani na kwa kiasi gani? Ndio. Na huduma zake zikoje? Na hicho cha tatu vile vile. Sheria hii sasa imevitaja vitita hivyo. Sawa, kwamba cha kwanza na cha msingi na ambacho ndo sosi ya sheria hii kutungwa, kitakuwa kinaitwa kitita cha mafao ya bima ya afya kwa wote. Kitakuwa ni haki ya kila Mtanzania na mgeni anayeishi hapa na mwananchi yeyote aliyeko Tanzania, na kitatolewa kwenye vituo vya afya vyote kuanzia zahanati mpaka hospitali ya rufaa, na kitakuwa ni haki kwa kila mwananchi, na kitatolewa na kampuni yoyote ambayo inafanya biashara ya huduma za bima ya afya hapa nchini, na kitatolewa kwenye vituo vya afya vya serikali na vya binafsi.
Hiyo ni kitita cha kwanza. Maana yake kwamba tukiacha mbali NHIF, kampuni yoyote ambayo itakuwa imesajiliwa na kupewa ridhaa ya kufanya kazi ya huduma za bima ya afya, maana yake watakuwa na hiki kitita cha laki moja na 1,050 ambacho kinabeba huduma zote hizi 372 kwa watu 6. Kwa watu 6 kwa kaya ya watu 6 kwa mwaka. Kwa hiyo ndo hiyo. Kitita kingine cha pili, uzuri wa sheria sasa, kitita hiki cha pili na cha tatu sheria imeviacha wazi. Kitita hiki cha pili kinaitwa kitita cha mafao ya huduma za ziada. Maana yake unajichagulia sasa mwenyewe. Unaweza tazama mfuko wako na unatazama mfuko wako ndio umesema. Natolea mfano kama hapa CEO wa kwenu hapa kwenye mashamsham yake anaweza kuamua mbali na hiki cha serikali, mimi nataka mteja hapa ukijisikia tu na homa, tunaagiza helikopta inakuja hapa juu inatua kwenye Crown House hapa, inakuchukua inakupeleka Seifia au inakupeleka sehemu hospitali yoyote ambayo unataka kwenda. Hiyo ni huduma ya ziada. Sawa, hii ya ziada labda pengine unasikiliza gharama, wanaonisikiliza ni kwamba sheria haijataja gharama. Kwa hiyo ina maana sasa mfuko wowote unaweza ukapanga gharama, lakini utawekewa utaratibu na mamlaka ya udhibiti wa huduma za bima TIRA kwa kushirikiana na mamlaka nyingine kwenye masuala ya fedha na huduma hizi za afya. Then watakubaliana kwamba okay, hii helikopta iweze kutoka Muhimbili ije hapa kumchukua mtumishi, itagharimu kiasi hiki na kitita kitakuwa cha shilingi ngapi. Kwa hiyo ni sheria imeacha kwenye wigo wa kampuni binafsi pamoja na mtoa huduma anayehusika au yule anayetaka huduma. Hicho ni kitita cha pili. Sheria haijataja gharama yake, na hiyo itakuwa ni utaratibu ambao watajiwekea zile kampuni za bima ikiwemo NHIF. Kwa hiyo ukisikia Serengeti, siji Ngorongoro na nini, hivyo ni vifurushi ambavyo vina bei tofauti, wanapanga wenyewe, lakini wataalamu huko pamoja na mamlaka za usimamizi wa huduma za bima TIRA anawaregulate. Tunasema ni regulator. Sijui naeleweka hapo. Kitita cha tatu hiki kinaitwa, sheria pia imekiacha wazi, lakini kinaitwa ni kitita cha huduma maalum. Kitita cha mafao ya huduma maalum. Maana yake ni kwamba tunavyoenda hivi hatujui kesho na kesho kutwa kunaweza kuwepo na innovations nyingi kwenye teknolojia ya matibabu. Kwa hiyo inaweza ikatokea huduma fulani inahitajika na watu wengi, ipo hapa nchini au haipo, inapatikana nje ya nchi, lakini wananchi lazima waifanyeje? Waipate. Kwa hiyo waziri mwenye dhamana ya afya kwa kushirikiana na mamlaka nyingine watashauriana kwamba hicho kitita kiwe na shilingi ngapi na hizo huduma zitatolewaje. Kwa hiyo sheria imewacha wazi. Kwa hiyo tunapozungumza leo, wakati tunaanza hii, vitita vinavyoangaliwa kwa mujibu wa sheria hii, tunachokiangalia ni kitita kimoja, kitita cha bima ya afya kwa wote. Sawa kabisa, hapo tumekuelewa vyema Saidi. Ili sasa kuhakikisha kwamba yale malalamiko yaliyokuwepo awali na kuwatia watu pengine kwa nyima hata ile hamasa ya kuwa na bima ya afya ni kitu gani, mtu haoni umuhimu, anaona bora tu niwe na keshi yangu, nitakapoumwa nitaenda kutibiwa. Ni vitu gani vikuu mmevizingatia kuhakikisha kwamba yale yaliyokuwepo mwanzo hayajirejei na sasa hivi tunakwenda kwenye hatua bora kabisa ya kimatibabu? Kwanza ni ile sheria ambayo imeweka la ushindani kwamba hii mifuko, kampuni za bima ya afya zitakuwa zinashindana kwa kila mtu kuweza kumfikia mwananchi anayetaka ajiunge kupitia kwenye mfuko, kwenye kampuni yake. Hilo ni moja. Kwa hiyo sheria imeweka mazingira hayo ambayo tunafikiri yatatuongezea tija kwa wananchi kuweza kupata huduma. La pili ni uwekezaji mkubwa ambao serikali imefanya kwenye sekta ya afya. Sijajua mwenzangu unatoka kijiji gani au wilaya gani, lakini sisi tunatoka vijijini huko, na wananchi wanaonisikiliza ambako Crown inafika ni mashahidi. Vituo vya afya vimeboreshwa kwa maana ya miundombinu, upatikanaji wa wataalamu, vifaa tiba, vitendanishi, lakini na mazingira ya kutolea huduma. Kuna kituo unaenda kako kijijini remote kule. Wow. Unafarijika yani. Serikali kumbe ikiamua inafanyaje? Kuna mtu alikuwa anasema mnyonge, lakini afya iko vizuri. Yaani sisi sote tunatoka vijijini. Nadhani wananchi ni mashahidi.
vituo kweli vimeboreshwa, hospitali zimeboreshwa, hospitali yani ni mpya, na wakati baada ya COVID, hasa baada ya COVID, uwekezaji mkubwa sana. Sasa zile huduma nyingine ambazo zilikuwa zinatufanya, nilikuwa namsikiliza bosi wangu, Mheshimiwa Waziri wa Afya, leo alikuwa Ocean Road, anawaambia kwamba ndani ya miaka mitatu, na uhakika ndani ya miaka mitatu Ocean Road inakuwa kituo cha umahiri kwenye matibabu ya saratani Afrika Mashariki. Kwa hiyo nchi zote za maziwa makuu zitakuwa zinaleta wagonjwa wake hapa. Sasa kama watu wanatoka maziwa makuu kuja hapa, maana yake ni nini? Kwa hiyo kuna maboresho makubwa ambayo sasa yamevuka hata mipaka. Hata kwenye vituo vingine vya mpakani vingi. Mfano tunajenga hospitali kubwa pale. Watu wengi kutoka Burundi na Rwanda wanatumia hospitali zetu za Kigoma. Kagera, sisi ambao tuko Kagera. Mfano kama kwenye masuala ya magonjwa sio ambukiza, serikali inaenda kujenga hospitali kubwa ya magonjwa ya kuambukiza. Kwa hiyo hizi ni jitihada kubwa sana. Kuna hospitali ya Chato. Kwa hiyo ni kituo cha umahiri kwa ajili ya magonjwa pia ya kansa ambayo kinaenda ya moyo, ambacho sasa kinaenda kusave na nchi nyingine zote jirani. Sasa hayo yote ambayo yameboreshwa ili mwananchi aweze kuyapata. Huduma za afya ni ghali dadangu. Nitasikwambia mtu yote. Kila familia nadhani inajua. Nikutulia mfano tu. Mtu ambaye yuko kwenye dawa za kisukari, dawa za pressure za kila mwezi, atakwambia gharama anayotumia. Lakini hiyo ni cha mtoto. Familia ambayo ina changamoto ya mgonjwa wa figo, kusafisha figo tu ni kati ya 1,500,000 mpaka 2,200,000 kwa sesheni moja. Sasa kuna wengine ambao wanaenda mpaka sesheni 4 kwa wiki. Imagine, maana kwenye wiki siku 7 mtu anaenda mara 4 kwa ajili ya kusafishwa nini? Kusafishwa damu. Sasa 1,150,000 mara 4, 600,000 kila wiki. Huyu mtu, hiyo familia, hiyo fedha inatoka wapi? Kwa hiyo haya yote haya yanaweza kujumuishwa kwenye hii kwa 1,150,000, watu 6 kwa mwaka, mnaenjoy, mnakuwa na kinga ya kudumu kwa ajili ya familia yenu. Sasa mtu mwingine labda anaweza kuwa familia yake ndogo, mke na mume, wana watoto wawili. Ndio. Hawana ndugu tegemezi na vitu vingine. Sheria inasema wataipata kwa hiyo 1,500,000 au kuna punguzo? 1,500,000 kuanzia mtu mmoja mpaka watu 6. Sheria yani iko vizuri. Unajua sisi nchi yetu bwana ni ya kidemokrasia. Ndio. Na ina mambo mengi, napenda wananchi wake. Kwa hiyo ni 1,150,000 ni kuanzia kwa mtu mmoja mpaka watu 6. Na ziada ya atakayezidi kwenye 6 unamwanzishia, tunasema unamwanzishia kitita kingine au kaya nyingine. Ili mradi, na maana hawa iwe ni wewe mchangiaji, mwenza wako anaweza kuwa mke wako au mme, tumesema wazazi wako wawili, mama au baba, wakwe anaweza kuwa baba mkwe, mama mkwe, anaweza kujumuishwa humo kwenye kitita chako kwenye watu 6 hao. Anaweza kuwa ni watoto wako wa kuzaa, unaye mmoja, unao watatu, unao wanne, au unao 6, watakaozidi utawaanzishia na yenyewe kitita chao, au mtoto wako wa kambo ambao wa mwenza wako ambao umemwoa ukakutana na mtoto. Lakini pia mtoto wa kuasili nadhani inajulikana kwa wananchi wengi. Mtu amemwasili mtoto kutoka kwenye kituo cha watoto yatima au wanaoishi kwenye mazingira magumu, umemwasili, umepata vigezo vyote, una document zote, basi huyu atakuwa ni part ya familia. Na ndugu yako wa damu ambaye mnaweza mkao mna share baba au mama au baba na mama, lakini sharti ya sheria hii asiwe na umri, awe na umri asizidi miaka 21. Kwa hiyo chini ya miaka 21 basi huyu atakuwa ni sehemu ya wanufaika ambao utawalipia hiyo 1,500,000. Inatosha tu kwa watu wako 6 kwa mwaka mmoja. Jamani, wananchi anatusikiliza sasa hivi, sasa anataka kwenda kuanza utaratibu wa kupata huduma hii ya kuwa na kadi yake ya bima ya afya. Anaanzia wapi? Anatakiwa afanye nini? Kipindi hiki tulikuwa tumejipangia mwezi Disemba na Januari ni mwezi wa kutoa elimu, hamasa kwamba watu wajiandae, yajayo yanafurahisha. Lakini tuna uhakika ndani ya wiki hizi mbili, ndani ya mwezi huu wa Januari 2026, Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya, kwa sababu sisi kwetu Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya ndio utafanya usajili. Sisi serikali hatufanyi usajili. Sisi Wizara ya Afya ni kusimamia huduma kwenye vituo vyetu, kwa kama vipo, mifumo inafanya kazi vizuri, dawa zinapatikana, watumishi wapo, wataalamu wapo, vifaa na vifaa tiba vipo na vitendanishi vipo, ndo kazi ya serikali. Kwa hiyo kazi ya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, Waziri wa Afya. NHIF kama kampuni ya umma ya bima ya afya ndo itafanya kazi ya usajili. Nadhani natamani pia mualike na wenyewe hapa waje waseme. Muhimu sana. Waje waseme lini wanaanza kusajili,
watasajili vipi. Wananchi anayenisikiliza ambaye yuko na Njilinji huko, yupo Olkesmet, yuko Arusha huko Masaini, anatusikiliza, aseme lini wanaanza usajili na atafikiwaje. Lakini ambacho naweza kusema tu kizuri ni kwamba ile mifumo tulikuwa tunaitumia kusajili huku wakati mwingine itaendelea kutumika. Serikali za mitaa, viongozi wa serikali za mitaa wataendelea kwenye kuhamasisha na kusajili kwenye maeneo yale, lakini nimeambiwa pia makampuni ya simu kama tunavyosajili laini sio na vitu gani vile, mawakala wale pia watatumika kwenye kuwasajili wananchi. Kwa hiyo tunachohakikisha kwamba kila mtu atasajiliwa kwenye eneo alipo, hata lazimika kusafiri mwendo mrefu kwenda kujisajili kwa ajili ya mambo ya kidijitali. Kwa sababu mfano kama sisi, Mheshimiwa Rais ulisikia alituelekeza, anasema kwamba ni lazima mifumo ya TEHAMA isomane na sisi wataalamu wetu ndio hawalali usiku na mchana kuhakikisha kwamba mifumo yote ya vituo vya afya na mifumo mingine kama NHIF mifumo yake ya usajili imeunganishwa na NIDA sijui na nini, yani pote ambako nahitaji taarifa za mwanachama ziwe zinapatikana kwa wakati huo. Kwa hiyo nadhani hili litatusaidia pia kwenye kuhakikisha kwamba wananchi wanasajiliwa kwenye maeneo yao kwa urahisi kwa shilingi 1,500 yao, watu 6 kwa mwaka, wanaenjoy, wanakula maisha na tunausema sisi ukiwekeza kwenye afya ni rahisi kufanya mambo mengine kwa sababu ugonjwa hauagi, na lini utajua kwamba utauma ugonjwa wa shingapi na utakukuta uko wapi na ukiwa na hali gani ya kiuchumi. Watu wanasema ugonjwa haupigi hodi. Kwa hiyo badala yake ukikuta na una ngao yake, na ngao hapa sisi ni kadi ya bima ya afya kabisa. Tujiandae, yajayo yanafurahisha, tujisajili tupate huduma za afya na tujiandae kupata huduma za afya kabla ya kuugua. Mmejiandaa vipi kuhakikisha kwamba mnapokea zile kero ndogo ndogo, changamoto ndogo ndogo ambazo zinaweza kujitokeza, kwa sababu tunasema unapoleta jambo na jipya lazima tu patakuwa na vitu vidogo vidogo vitakavyojitokeza. Hii panga namna ipi? Mheshimiwa Waziri juzi akizungumza na watumishi wa Muhimbili, lakini na watumishi wengine serikalini kwenye sekta yetu ya afya, alielekeza viongozi wote kwenye maeneo yote kujiandaa. Kwa hiyo kwenye kujiandaa huko ni pamoja na kupredict, yani kuangalia kama kutakuwepo na changamoto hizo na jinsi ya kuzitatua. Kwa hiyo kupitia kwenye mfuko wetu wa taifa wa bima ya afya ambao sasa hivi una ofisi mpaka kwenye ngazi ya wilaya kule. Kwa hiyo ngazi za mikoa, wilaya na baadhi ya maeneo mengine ambayo yako busy sana, wananchi wako wengi kwa maeneo ya migodi yani viashiria vikubwa vya uchumi, activities nyingi za kiuchumi. Kwa hiyo wananchi NHIF atakisha kwamba anafika kule kwenye maeneo, lakini changamoto hizi nyingi zote zinapokelewa kwenye maeneo tofauti kwenye mitandao yao ya kijamii. Sisi kama serikalini mitandao yetu ya kijamii, simu na nini, vitu vitakuwepo kupitia kwenye website yetu. Kwa wananchi ambao wapo kwenye ngazi za vijijini, sisi sasa hivi tuna watu wanaoitwa watu wa huduma za afya ngazi ya jamii. Hawa ambao wawili kwenye kila kijiji. Kwa hiyo na hawa wanazungukia vijiji na mitaa yao wanakofanya kazi za kila siku. Alafu wanaripoti kwenye vituo vizahanati zile ambazo zinapatikana karibu yao. Kwa hiyo kama kuna changamoto yoyote anaiwasilisha pale, inawasilishwa kwenye kituo cha afya kilichoko karibu yake kwa maana ya zahanati, alafu tunazipata zile changamoto na kuziaddress kutumia kwenye mfumo wa serikali wa utendaji uliopo kwenye halmashauri za wilaya zote nchini. Kuna jambo moja ambalo mara nyingi limekuwa likinijia na kujiuliza sana. Tanzania kubwa. Tuna maeneo mengi tofauti. Leo mimi niko hapa. Kesho nitasafiri nitaenda Zanzibar au nitaenda pengine mkoa mwingine wa mbali kabisa, Kigoma wapi. Fika kule na kadi yangu hii nilokuwa nayo pengine nisipate huduma kule. Hili unalizungumzia vipi? Au unatutoaje hapa hofu, na kuna kitu gani unatuelezea? Na nadhani ni vizuri tu kama ni swali zuri umelirudia, na nadhani ni swala muhimu, lakini nimetaja kwamba sheria hii inaenda kuondoa huo usumbufu. Mfano NHIF sisi tuna vituo karibu 10,016 sawa vya afya. Kwa hiyo ina maana NHIF mpaka tunavyoongea hapa automatically anakuwa ameingia mkataba na vituo vyote vya serikali vya afya vilivyoko nchini. Lakini na vituo vyote vya binafsi ambavyo vitaingia mkataba na NHIF, na ambavyo sasa hivi na mkataba na nini na NHIF. Maana yake ni nini? Kwa hiyo sasa hivi utakuwa mtu unaangalia ni sawa sawa ulikuwa unasikia mtandao unasema sisi tumeenea nchi nzima. Kwa hiyo kwa NHIF ni sawa sana hiyo mitandao ambayo unasikiaga matangazo unasema sisi tumeenea mtandao ulioenea nchi nzima. Kwa hiyo na wewe wakati unaenda kukata bima jihadhari sana. Yaani tahadhari ni kwamba chagua kampuni ya bima ya afya ambayo itakuwa na mtandao mkubwa yenye uhakika. Hapa kwetu mimi naipigia chapuo NHIF kwamba itakuwa na mtandao mkubwa ambao
unakuhakikisha kwamba uwe Sumbawanga, uwe Kagera, uwe Mara, uwe Shinyanga, utapata huduma, kwa sababu hakuna kituo chochote utakachoenda kikawaambia kwamba mimi sitoe huduma, hii kadi yako haikubaliki hapa. Lakini kuna kwa sheria hii sasa inampa mamlaka, sheria ya TIRA inaweka inaipa mandate TIRA kwamba ili uweze kusajiliwa uwe na wastani wa mikoa fulani. Kiwango sijajua ni tunaweza tukaiangalia sheria baadaye kwamba inaweka kigezo kwamba ili aweze kukusajili ni lazima uwe vituo vyako angalau vimeenea kwenye mikoa isiyopungua 10. Kwa ina maana na wewe ukiwa unakata unasema, utamuuliza yule ambapo unakata bima, je, bima yako hii nitaipata kwenye mikoa hii? Kwa hilo ni swala la msingi sana, watu tusikilize hapa waelewe. Kwa hiyo unapoenda kukata bima lazima umuulize maswali huyo mtoa huduma ya bima kwamba je, vituo ulivyoingia navyo mkataba vinapatikana kwenye mikoa ipi? Usije ukaanza kutupia lawama. Unasema bima kwa afya kwa wote alafu watupati huduma. Kwa NHIF ni guarantee ni 100%. Hamna nchi kwenye mikoa yote, halmashauri zote Tanzania nzima. Utaenda alafu kutamwambia hapa kadi ya bima ya NHIF haipatikani, hiyo haipo. Sasa kampuni nyingine sijui wanajipangaje, maana sisi tuna maso kubwa, kwa hiyo wajiandae. Lakini tunachotaka sisi ni ushindani. Sasa kwenye ushindani ndo wananchi wanapata huduma bora. Lakini pia tuna uhakika mdhibiti sasa wa huduma za bima TIRA yupo anawachungulia. Ambaye hatoi huduma bora basi anaondolewa kwenye soko. Manake hujakidhi vigezo vya kutoa vigezo na pamoja na mahitaji ya wananchi. Crown Media. Hapa ni nyumbani.